Jackson Mushora. Wizara ya Kawi ilazimika kutumia mamlaka ya dharura na kupuuza mfumo wa kawaida wa uagizaji wa mafuta nchini wa G2G baada ya kampuni kuu ya uagizaji wa mafuta iliyoteuliwa kushindwa kuwasilisha mafuta nchini. Nyaraka hizo zilizopatikana na The Standard zinaonyesha jinsi kampuni ya Gulf Energy iliyoteuliwa kusimamia mkataba muhimu wa usambazaji mafuta iliyoidhinishwa kutekeleza wajibu wake na kuilazimu pia Wizara ya Nishati kupuuza mnyororo wa kawaida wa uagizaji mafuta. Kama anavyoarifu mwanahabari wetu Chris Dhairu, maafisa wakuu serikalini katika sekta ya kawi walitumia fursa hiyo kufanya mikataba ya kifisadi na kujinufaisha kwa mabilioni ya pesa. Katika siku za mwisho za mwezi uliopita, Kenya ilisimama ukingoni mwa janga la uhaba wa mafuta ambalo lingesimamisha shughuli za kiuchumi. Wakati taifa likijiandaa kwa sikukuu ya Pasaka, mahitaji ya petroli yakiongezeka kwa 20%. Akiba ya kitaifa ilikuwa imepungua kwa kiwango cha hatari kiasi kwamba serikali ilitabiri kumalizika kabisa kwa mafuta kufikia Aprili 2. Sababu ya hayo ni kwamba kampuni iliyoteuliwa ya Gulf Energy Limited ilishindwa kuwasilisha mafuta nchini. Barua kutoka kwa kamati ya Baraza la Usalama wa Taifa ya tarehe 9 Machi ikiagiza Wizara ya Kawi kuchunguza na kutekeleza mikakati ya kuzuia mgogoro wa ukosefu wa mafuta, na hata kama itamaanisha kwenda nje ya makubaliano ya G2G, wizara ilichukua hatua za haraka kuepusha janga kwa kutoa kandarasi za dharura kwa One Petroleum na Oryx Energies. Hata hivyo, nyaraka tulizonazo zinaibua maswali mazito kuhusu utendaji wa Gulf Energy, ukosefu wa uchunguzi wowote uliofuata, na jinsi kampuni iliyokuwa kiini cha janga hilo bado inaendelea kupewa nafasi katika biashara za baadaye. Nyuma ya pazia kulikuwa na mbio za haraka, huku maafisa wakuu wa serikali wakifanya mikakati fiche. Tatizo kuu lilikuwa mzigo mmoja wa mafuta ya petroli PMS KG05/206 tani 1035 uliokuwa umetolewa kwa Gulf Energy. Meli iliyopaswa kuwasili MT Eleka Apollon ilitarajiwa kufika kati ya Machi 30 na Aprili 1 mwaka huu, lakini mnamo Machi 18 ilibainika katika kikao kuwa meli hiyo ilikuwa na hitilafu kubwa, hii ikiwa ishara ya kwanza kwamba serikali ilikuwa ikijiandaa kupunguza mfumo wa kawaida wa G2G kutafuta usambazaji wa dharura. Baada ya kikao cha dharura cha Baraza la Usalama wa Taifa kinachoongozwa na Rais mwenyewe, ilikubaliwa kuwa ni lazima kupuuza mfumo wa kawaida wa G2G wa usambazaji. Wizara ya Kawi ilichagua kampuni za One Petroleum na Oryx Energies, huku nakala za barua zote zikitumwa kwa Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi, ikithibitisha kuwa ofisi yake ilikuwa na ufahamu kamili wa hatua za dharura. Hata hivyo, mnamo Machi 21 kampuni ya Gulf Energy ilileta sehemu ya mzigo wa mafuta, lakini ubora wake ulikuwa chini ya viwango. Barua ya Wizara ya Kawi ya tarehe 25 Machi kwa Gulf Energy ilikiri kupokea pendekezo lao, lakini ikaeleza, tunatambua kuwa viwango vya ubora viko nje ya viwango vya Kenya. Hata hivyo, kwa maslahi ya usalama upatikanaji wa bidhaa za petroli, msamaha huo utashughulikiwa. Maswali sasa yanaibuliwa kuhusu kampuni hii ya Gulf Energy. Licha ya kukiuka viwango vya shirika la viwango KEBS, wizara ilitoa msamaha na mzigo huo ukakubaliwa. Chris Dhairu, KTN, Nairobi. Naam, tusalie katika sakata hiyo.